Kisha watu wataambiwa wasome vitabu vyao. Iqra kitabak, soma kitabu chako. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba, unajitosha wewe mwenyewe kujifanyia hesabu. Ala inna asdaqa alhadithi kitabullah wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. A'adhana Allah wa iyyakum min ad-dalal. Ibadallah, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mwingi wa ihsani kwetu sisi, kuanzia uumbaji wake wetu sisi mpaka kutufanya sisi Waislamu, hakuna neema kubwa zaidi ya neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfanya kumjua yeye na kumwabudu na kumwelekezea yeye ibada peke yake. Neema hii ni neema ambayo Muislamu anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni, kwani ni wengi katika viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala wameikosa neema hii, neema ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى تكلم في كتابه عن خبر عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika kitabu chake habari ambayo ameita kuwa ni adhim, ni habari kubwa. Qala subhanahu wa ta'ala amma yatasaalun, lipi wanalokuuliza ewe Muhammad, au lipi wanaulizana? Kisha anajibu mwenyewe akisema anin naba'il azim, wanaulizana kuhusu naba al-azim, habari kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala hiyo habari kubwa alipoizungumzia katika kitabu chake fi surati As-Sad, katika suratu As-Sad alipoizungumzia mwisho akasema kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, qul, sema wewe Muhammad, huwa nabaun adhim, hiyo ni habari kubwa. Habari kubwa ni habari gani? Habari ambayo ameizungumzia Allah subhanahu wa ta'ala si mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu, bal takallama fi kitabihi mi'at almarrat, amezungumzia mara 100. Na habari hii si habari nyingine, nayo ni kusimama kwa kiyama, siku ambayo tutakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo khabar ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitambulisha kuwa ni nabaun adhim, ni habari kubwa. Na Qur'ani kama kawaida yake ni ukumbusho, bali Qur'ani peke yake inatosha kuwa ni ukumbusho. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaamrishwa na Mola wake akiambiwa, fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id, kumbusha kupitia Qur'an yule ambaye anaiogopa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Si wote
wakumbushe wanaoogopa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'an. Katika suratu Yasin Allah subhanahu wa ta'ala anamtakasa mtume wake walipomuita kuwa ni mshairi. Ametuletea shairi tu, wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Allah anamwambia hatujamfundisha shairi huyu Muhammad, na wala yeye hafai kufundishwa shairi. Huyu ni mtu mkubwa, ametumwa kwa jambo kubwa. In huwa illa dhikrun, hayo anayowasomea Qur'ani, anayowasomea dhikrun ni ukumbusho, wa qur'anun mubin, na Qur'an ambayo ukumbusho wake uko wazi. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin. Qur'ani imekuja kumuonya yule ambaye moyo wake uko hai. Ikiwa wewe Qur'ani haikugusi moyo wako, Qur'ani haikuelekezi, moyo wako una walaki ndani yake, Allah anasema liyundhira man kana hayyan. Qur'ani imekuja kumuonya ambaye moyo wake uko hai. Allah subhanahu wa ta'ala habari hiyo anaizungumza katika kitabu chake, habari cha kusimama kwa kiyama. Allah anasema wanufikha fi sur, litapulizwa baragumu. Ma huwa sur? Baragumu ni nini? Au hiyo tarumbeta ni nini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lamma faragha Allah min khalqi as-samawati wal ard, Mwenyezi Mungu alipomaliza kuumba mbingu na ardhi, khalaqa as-sur, aliumba baragumu, aliumba tarumbeta. Fa'atahu Israfil, akampa malaika wake ambaye anaitwa Israfil. Fahuwa wadi'uhu ala fihi, huyu Israfil amewekelea hiyo tarumbeta kwenye mdomo wake, amewekelea mdomoni mwake. Shakhisan basarahu ila al-arsh, akielekeza macho yake kwenye arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tangu kuumbwa kwa baragumu na tangu kupewa kwa Israfil, ametia baragumu mdomoni na macho amemuelekezea Ar-Rahman. Yantadhiru mata yu'mar, anasubiri ataamrishwa wakati gani, anasubiri Allah subhanahu wa ta'ala ampe go ahead, puliza. Ameelekeza macho yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kwa maana katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mali an'am, kwa nini mimi nistarehe kena dunia? Wa sahibul qarni, na mwenye kupuliza tarumbeta, qad intaqama alqarna, ameshalieka mdomoni. Wantadhara alidhna, na kaongoja idhni au amri kutoka kwa Mola wake. Yani ni jambo linaweza likatokea wakati wowote. Qala Abu Hurairah, anasema Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasul Allah, nikamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama as-sur, hiyo tarumbeta ni nini ya Rasul Allah, au hiyo baragumu nini? Qala wa kaifa huwa, na iko vipi hiyo tarumbeta ya Rasul Allah? Qala azim, Mtume akamwambia tarumbeta hiyo ni kubwa sana, tarumbeta hiyo ni kubwa sana.
walladhi ba'athani bilhaq, naapa na yule ambaye amenituma kwa kweli, inna 'idhama darrata fihi, hakika ukubwa wa mviringo wake hiyo baragumu, ka'ardhi samawati wal ard, ni ukubwa wa mbingu na ardhi kwa pamoja. Ukubwa wa hiyo baragumu, ikiwa ukubwa wa baragumu ni ukubwa wa mbingu na ardhi, huyu malaika ambaye ameishika hiyo baragumu na kungojea amri kutoka kwa Mola wake, ukubwa wake ni ukubwa ulioje. Wa huwa min hamalati al-arsh, Israfil ni katika hamalatu al-arsh. Mtume sallallahu alayhi wasallam wasafahum, amewasifu aliposema adhana li rabbi, amenipa ruhusa Mola wangu ni wazungumzie mmoja katika malaika wa hamalatul arsh. Akasema masafatu ma baina shahmati udhnihi wa mankibaihi, masafa ya baina ya mashikio yake na mabega, ukubwa masiratu 700 am, ni matembezi ya miaka 700. Baina ya mashikio na mabega peke yake, ukubwa wake katikati ya hapa na hapa. Wa fi riwaya takhfiqu at-tayr, ndege wanapaa kwa muda wa miaka 700 ndio wafike kutoka shikioni mpaka mabegani. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, amewaumba viumbe ambao hata ukijaribu kutasawwar kwa akili yako haingii katika akili yako. Allah anasema wa nufikha fi suri, litapulizwa baragumu, fasa'iqa man fi samawati, watakufa wote walioko mbinguni, wa man fil ardi, na watakufa wote walioko ardhini, illa man shaa Allah, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakaotaka. Anasema Nasir As-Saadi katika tafsiri yake, hum shuhada, hao ambao watakaobaki ni mashuhada, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwaahidi bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, hawafi. Na katika riwaya ya hadithi hii ya Abu Huraira niliyoisoma, hadith al-ma'ruf ya as-sur, anasema watakaobaki katika viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala ni Jibril wa Mikail wa hamalatil arsh wa malakul maut. Hao ndio watakaobaki katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kupulizwa kwa baragumu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamwamrisha malakul maut kuchukua roho zao wote. Kisha mwisho Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia muti ya malakul maut, kufa ewe malakul maut. Atakufa malakul maut, asibaki kiumbe yeyote katika mbingu na ardhi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ndipo pale atakapouliza limanil mulku al-yawm, ufalme ni wa nani leo? Ufalme ni wa nani leo? Lillahi al-wahid al-qahhar. Atajibu mwenyewe subhanahu wa ta'ala akisema lillahi al-wahid al-qahhar, huwa al-awwal, yeye ndio wa kwanza, falaysa qablahu shay, hakuna chochote kabla yake, wa huwa al-akhir, na yeye ndio atakuwa wa mwisho, falaysa ba'dahu shay, hakuna chochote ambacho kitakuja baada yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia thumma nufikha fihi ukhra,
kisha litapulizwa baragumu kwa mara ya pili. Faidha hum qiyamun yanzurun, watajikuta watu wamesimama, yanzuruna, wakisubiri na kungoja hukumu. Katika suratu Yasin Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanufikha fi sur, litapulizwa baragumu. Faidha hum min alajdathi ila rabbihim yansilun, watatoka makaburini wakikimbia kwa Mola wao. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, wataulizana ni nani ametufufua kutoka kwa malazi yetu. Kisha watajibiwa na waumini, hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun, hii ndio jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameahidi. Wa sadaqa al-mursalun, na mitume wamesema kweli. Katika suratul Ma'arij, yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun, watatoka makaburini mbio wakielekea katika uwanja wa mahshar kwenda kufanyiwa hukumu, na sote tutakuwa katika hali hiyo. Mimi na wewe tutakuwa katika hao watakaotoka makaburini na kukimbia kwenda katika uwanja wa mahshar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa innama hiya zajaratun wahida, itakuwa ni ukelele mmoja tu, hakuna kurudia. Ukelele mmoja peke yake, hakuna kurudia, hakuna kuitwa mara mbili mara tatu na kukaririwa. Fa idha hum bisahira, watajikuta wamesimama katika uwanja wa mahakama, uwanja wa hukumu, kuhukumiwa. Sasa tukiendelea na aya za suratu Zumar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, ardhi itang'aa kwa nuru ya Mola wake. Kwa nini ardhi ing'ae kwa nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu wakati huo ardhi ni giza. Allah Subhanahu wa Ta'ala kaeleza idha ash-shamsu kuwirat, jua litakunjwa, wa idha an-nujumu inkadarat, na nyota zitazimwa, nyota zote zitazimwa, mwezi ikiwa ndani, ardhi itakuwa giza. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ashraqatil ardu min nuri rabbiha, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapoteremka kwa ajili ya hukumu, ardhi itang'ara kwa nuru yake. Anasema mfasiri An-Nasir As-Sa'di, Allah Subhanahu wa Ta'ala maumbile ya pili atakayowaumba wanadamu, atawaumba khilqa ambayo ina nguvu, ambayo inaweza kustahamili nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna kiumbe anaweza kustahamili. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, kisha ardhi itang'aa kwa nuru ya Mola wake. Wa wudhi'a alkitab, kitabu kitawekwa, sote tutakusanywa katika uwanja mmoja, tutaletewa vitabu vyetu. Vitabu vipi hivi? Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, hao malaika wawili ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewakalifisha kuandika amali zetu.
amali mbaya na amali nzuri zimehifadhiwa katika kitabu. Hicho kitabu, kitabul a'mal, kitaletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha watu wataambiwa wasome vitabu vyao. Iqra kitabak, soma kitabu chako. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba, unajitosha wewe mwenyewe kujifanyia hesabu. Tutasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na tutawekewa vitabu vyetu vya a'mal. Kuna watu watasikitika kuona hicho kitabu na kuna watu watafurahi kuona kitabu hicho. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, wa wudhi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi, kitabu kitawekwa, utawaona wale waovu wakiogopa yaliyomo ndani ya kitabu. Wayaquluna ya wailatana ma li hadha al-kitab, kisha wataulizana ole wetu, kina nini kitabu hiki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakijawacha dogo na kubwa isipokuwa kimehifadhi. Wawajadu ma amilu hadira, na wakapata yale walioyafanya hadira, wamewekewa mbele yao. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mola wako hamdhulumu yoyote. Hakuna dhulma, tutalipwa kulingana na amali zetu. Wa ashraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'a alkitabu waji'a bin nabiyyin wash-shuhada, wataletwa mitume kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wataletwa siku ya kiyama, waekwe mbele ya viumbe. Ndio mtu akikanusha, mimi sikupata message, mimi sina habari, niliyatenda haya kwa sababu sikusikia, mitume wako hapa. Fakaifa idha jina min kulli ummatin bishahid, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fakaifa idha jina min kulli ummatin bishahid, waonaje siku hiyo ya kiyama tutakapowaletea kila umma shahidi wao ambaye mtume wao. Wajina bik, na ataletwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ala haulai shahida, mtume ambaye ni rahma. Allah subhanahu wa ta'ala atamleta kuwa shahidi juu yetu. Alifikisha ujumbe, alifundisha Qur'an, alifundisha sunna, alielekeza katika njia ya sawa na akakanya njia mbaya na njia ya maovu. Alituwekea njia wazi, akatuwashia taa ndani yake, akatuonyesha kila kizuri, akatuepusha na kila kibaya. Ataletwa kuwa shahidi juu yetu siku ya kiyama. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watahukumiwa baina yao kwa haki, wa hum la yudhlamun, na wala hawatakuwa ni wenye kudhulumiwa. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، أنا سمع معاذ بن جبل الله أورثي ناي، قال صلى الله عليه وسلم، amesema Mtume rahma na amani zimshukie yeye,
lan tazula qadama abdin yawma alqiyama, hazitopiga hatua miguu ya mja siku ya kiyama, hatta yus'al an arba', mpaka ataulizwa mambo manne. Ataulizwa na nani? Katika hadithi nyingine, hadithi ya Adi ibn Hatim radiyallahu anhu fi sahih al-Jami', qala sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin, hakuna yeyote kati yenu, illa sayukallimuhu rabbuh, isipokuwa Allah atasema naye. Atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atazungumza naye neno kwa neno. Laysa bainahu wa bainahu turjuman, mtume anasema hakuna baina yao mfasiri wa lugha. Fayanzur aymana minhu, kisha huyu mja atatizama kuliani mwake, fala yara illa ma qaddam, asione isipokuwa amali zake alizotanguliza. Wa yanzur ash'ama minhu, na kisha atatizama kushotoni mwake, fala yara illa ma qaddam, asione isipokuwa amali zake. Thumma yanzuru bayna yadayhi, thumma fayanzuru tilqa'a wajhi, thumma yanzuru bayna yadayhi, kisha atatizama mbele yake, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, asione isipokuwa moto mbele ya uso wake. Kisha mtume akatuambia na akatuelekeza jambo litakalotuepusha na moto, fattaqun nara, iogopeni hiyo moto, walau bishiqqi tamra, hata kama ni kutoa sadaka kipande cha tende, huenda ikawa ni sababu ya kukuokoa na hiyo moto. Sasa katika hadithi hii tunaambiwa ya kwamba tutasimama mbele ya Allah na atatusemesha. Hadithi niliyoanza mwanzo, lan tazula qadama abdin, Allah atakusemesha nini? Atakusemesha haya mpaka uulizwe mambo manne. An umrihi fima afnahu, umri wako uliumalizia katika lipi? Umri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, miaka 30, miaka 40, miaka 60, miaka 70 uliishi ulimwenguni, uliumalizia katika jambo gani? Wa an shababihi fima ablahu, na ujana wake na nguvu zake alimalizia kwa jambo gani? Wa an mali, na ataulizwa kuhusu hiyo mali aliyokuwa nayo. Min aina iktasabahu, alichuma kutoka wapi, halali au haram. Wa fima anfaqahu, na aliitumia katika njia gani. Wa an ilmihi madha amila bihi, na elimu aliyokuwa nayo ameifanyia nini. Kisimamo hiki au maneno haya wanazungumziwa waumini ambao alladhina yu'minuna bilghaib, wale ambao wanaamini ghaib. Na ghaib ndio hii. Ikiwa wewe ni katika wanaoamini ghaib, ujue ya kwamba iko siku hii itakuja kufika na tutasimamishwa mimi na wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia fursa hii. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa fursa na amekupa uhai, amekupa mwezi mtukufu wa Ramadhan, akakupa fadhila nyingi ndani yake, akakwambia ya kwamba ndani ya hiyo mwezi wa Ramadhan kila usiku watu wanawachwa huru na moto. Umefanya nini wewe kuwa miongoni mwa hao watu? Wewe unafanya jambo gani kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala ili uwe katika hao watakaoachwa huru na moto wa Jahannam? Kuachwa huru na moto wa Jahannam, ikhwani fillah, maana yake
maana yake ni wewe hutoingia motoni, na maana yake wewe ni ahlul janna, wewe ni katika watu wa janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia mwezi huo katika 10 la mwisho kuna usiku mmoja unaitwa Lailatul Qadr. Usiku huu amali ndani yake ni bora kuliko amali inayofanywa katika miaka 83. Umefanya nini kuipata siku hii? Kwa sababu siku hiyo tutakapofanyiwa hisabu, haya ndio mambo yatakayotuokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watakaookoka siku hiyo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aziepushe nyuso zetu kutokana na moto wa jahannam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu madogo yake na makubwa yake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke katika waja wake wema atakaoepusha na moto wa jahannam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie amali zetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tutizame kwa macho yake ya huruma. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala waponye wagonjwa wetu. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى